إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي أما بعد إخوة الإسلام والإيمان أحباب رسول الله أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. Ndugu zangu Waislamu, wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah jalla fi ulah, na tufahamu ya kwamba ikiwa mwana wa Adam hakuwa tayari kuvaa vazi la uchamungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii Mola wake. Na siku zote hakuna kheri kwa yeyote yule aliyekuwa tayari kumkera na kumudhi na kumuasi Mola wake. Ndugu zangu Waislamu, anwani ya khutba yetu ya leo, kama nilivyopata kuahidi Ijumaa iliyopita, kichwa chake cha habari kinasema: je, yafaa kuondoa uchawi kwa uchawi?
Je, yafaa kutibu uchawi kwa uchawi? Na khutba yetu hii ya leo namuomba Rahman alladhi allama alquran aniwafikishe katika kuiwasilisha kwenu, na iendelee kuleta matunda na tija kwa umma wa Kiislamu kwa ujumla. Khutba yetu ya leo itakuwa ina nukta kama 5. Nukta ya kwanza inasema ma huwa sihru, uchawi ni nini? Nukta ya pili, walimadha summiya sihru bisihri, kwa nini uchawi umeitwa kwa jina la uchawi, kwa jina la sihri? Nukta ya tatu, mata bada as-sihru, uchawi ulianza lini? Nukta ya 4, ma hukmu sihri, nini hukmu ya uchawi? Nukta ya 5, hal yajuzu hallu sihri bisihri, je, yafaa kuondoa uchawi kwa uchawi? Je, yafaa kutibu uchawi kwa uchawi? Insha Ar-Rahman alladhi allama al-Quran, leo tutaishi ndani ya nukta hizi 5 bila ya kupoteza muda. Nukta ya kwanza, ma huwa sihru, uchawi ni nini kilugha na kisharia? As-sihru lughatan, uchawi kilugha, sarfu shay'i an wajhihi. Uchawi katika lugha ya Kiarabu maana yake kukigeuza kitu na kukibadilisha kutoka katika uhalisia wake na kwenda katika uhalisia usiokuwa wake. Wastilahan, na uchawi kisharia maana yake nini? Huwa uqadun, ni vifundo, wa azaimun, na azima, matalasimu, wa ruqa, na tiba za kishirikina ambazo, wa kalamun, na uchawi ni maneno yanayosemwa, yanayoongewa na mchawi. Yutakallamu bihi, maneno ambayo baada ya mchawi kutengeneza vifundo vyake, azima zake, matalasimu yake na makorokoro yake kwa ujumla, lazima aseme maneno ya ajabu ajabu yasiyofahamika wala kueleweka. Nini lengo la maneno hayo? Lugha hii nini maana yake? Nini malengo yake? Liyatawassala bihi as-sahiru ila istikhdami ash-shayatin, mchawi anafanya juhudi zote hizo baada ya kutengeneza vifundo vyake, azima zake, matalasimu yake, makorokoro yake, lazima ayapulize na ayasemee ili kuweza kuyaita mashaitani na majini ili apate kuyaomba msaada juu ya yale anayoyataka. Huu au hii ndo maana ya uchawi kilugha na kisheria. Walimadha summiya sihru bisihri, kwa nini basi uchawi umeitwa kwa jina la uchawi? Kwa nini uchawi umeitwa kwa jina la sihri? Jawabu, liannahu fi'lun
وعمل يعمل بالخفية وقت السحر، لأنه فعل وعمل يعمل بالخفية وقت السحر. Uchawi umeitwa kwa jina la uchawi kwa sababu ni kitendo kinachofanyika usiku wa manane, tena kwa kificho cha hali ya juu. Na ndio maana hamjawahi kumkuta mchawi akiruka mchana, wao mambo yao ni usiku. Mata bada as-sihru, uchawi ulianza lini hasa? Aljawab, jawabu as-sihru qadimun. Kwanza lazima muelewe ya kuwa uchawi ni jambo la kale sana, ni jambo la siku nyingi sana. Hakuna mtume katika mitume ila amekumbana na wachawi na challenge zao kwa ujumla. Sote tunafahamu Nabii Musa alayhi salam na wachawi wa Firaun, lakini hatimaye mwishowe lazima haki idhihiri kuwa ni haki na batil lazima iteketee na itoweke. Naam, alhaqu ya'lu wala yu'la alayhi, haki siku zote iko juu na hakuna kitakachokaa juu ya haki. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Nasema haki imekwisha fika, haki imekwisha kuja na batili imekwisha toweka. Na hivi ndivyo ilivyo pahala ambapo haki itatia timu, lazima batil itoweke na itimue mbio. Qur'an tukufu hiyo. Hivyo basi uchawi ni jambo la kale sana, wala yaarifu haqiqatahu wa tarikhahu illa Allah, na hakuna ajuaye uhakika wake, historia zake, history zake, tarikh zake na katika kuanza kwake isipokuwa Allah. Hakuna pahala popote ndani ya Qur'ani na Sunna vimeelezwa uchawi ulianza mnamo mwaka fulani, mwezi fulani, tarehe fulani na siku fulani. ولكن الله جل في علاه ذكر تاريخه بالاختصار في سورة البقرة. لكن الله جل في علاه ametutajia historia fupi ya uchawi katika suratul Baqara, sura ya pili, aya nambari 102 hadi kuendelea. Aya nambari 102 hadi aya nambari 103. Tega sikio sasa upate kujua historia fupi ya uchawi, chanzo chake, ulianza lini na ulianza katika nchi gani na mji gani, na kwa nini Allah atake vyote hivyo. Al-Baqara. Sikiza Allah anasemaje: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا
yuallimuna an-nasa as-sihr wama unzila ala al-malakaini bibabil wama unzila ala al-malakaini bibabil harut wa marut wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur. Mpaka mwisho wa aya. Allah anatupa historia fupi ya uchawi. Anatuambia wattabau ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman, na Mayahudi wakabeba propaganda za mashaitani juu ya ufalme wa Nabii Suleiman alayhi salam. Qur'ani tukufu ilipoteremka juu ya kifua kitukufu kitakatifu cha Bwana Mtume Muhammad, Qur'ani ilipothibitisha ya kuwa Nabii Suleiman alikuwa ni nabii wa Allah na wala hakuwa mchawi, Mayahudi wakareakti, Mayahudi wakapanic, Mayahudi wakaanza kusema maneno ya hovyo. Wakasema, angalieni Muhammad, angalieni dini ya Muhammad, angalieni kitabu cha Muhammad. Kitabu cha Muhammad eti kinadai ya kuwa mwana wa Daudi alikuwa nabii wa Allah, wakati mwana wa Daudi Suleiman alikuwa ni mfalme na alikuwa ni mchawi. Mayahudi hawa sasa, Allah anasema wamefuata yale waliokuwa wakiambiwa, yale waliokuwa wakisomewa na mashaitani juu ya ufalme wa Nabii Suleiman. Yapi yalikuwa madai ya uongo ya Mayahudi dhidi au juu ya ufalme wa Nabii Suleiman? Walikuwa wakidai ya kuwa Nabii Suleiman hakuwa nabii wala mtume. Uwezo aliokuwa nao wa kuwasemesha ndege, wa kuwatumikisha mashaitani, wa kugeuza hadi upepo, sio muujiza wa kinabii bali ni uchawi. Propaganda hizi zikaenea, ndugu zangu, kwamba kumbe Nabii Suleiman alikuwa ni mchawi na hakuwa nabii wa Allah. Kisa ni kirefu sana, sitaki kukiingia kwa undani, tosheka na maelezo haya mafupi. Sasa Allah akaingilia kati kumtetea nabii wake Suleiman, akasema wama kafara Suleiman, na wala hajakufuru Nabii Suleiman, walakinna ash-shayatina kafaru, lakini mashaitani ndio waliokufuru. Kwa nini ya Rab mashaitani wamekufuru? Kwa yapi ya Rab mashaitani wamekufuru? yuallimuna an-nasa as-sihra, wanawafundisha watu uchawi. Kipande hichi cha aya Allah amemtakasa Nabii Suleiman ya kwamba hakuwa mchawi na hajafikia kiwango hicho cha kumkufuru Allah hadi awe mchawi, bali na hakukufuru Nabii Suleiman, na waliokufuru na mashaitan kwa sababu walikuwa wakiwafundisha watu uchawi. Kupitia kipande hichi cha aya, uchawi ni kufru. Uchawi ni kufru, ni ukafiri, na mchawi pia ni kafiri.
Habari ndio hiyo. Tutasema, tutaendelea kusema na kutetea tauhid na kuipiga vita shirki, kwa sababu vita baina ya tauhid na shirki ni vita vya siku nyingi. Vilianza wakati wa Nabii Nuh alayhi salam. Mtume pekee aliyepewa umri mrefu wa kulingania ni Mtume Nuh alayhi salam, zaidi ya miaka 1000. falabitha fihim 1000 sanatin illa 50 ama. Qur'ani inasema kipindi chake cha utume alichukua miaka 950 plus na umri wake na ukubwa wake, kwa sababu hakupewa utume akiwa mtoto mchanga, kazaliwa siku hiyo hiyo. Kwa hiyo alikuwa amekuwa plus miaka 950. Hii maana yake zaidi ya miaka 1000. Vita baina ya tauhid na shirki ni vya kale na vilianza siku nyingi na vitaendelea mpaka siku ya Kiyama. Na tauhid ina gharimu, ndugu zangu. Kuna mitume na manabii waliuawa na kukatwa shingo kwa sababu ya tauhid. Nabii Isa alayhi salam alitafutwa ili asulubiwe, Allah akamnyanyua kwake, bal rafa'ahu Allahu ilayhi, kwa sababu ya tauhid. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yalimkuta mengi kwa sababu ya tauhid. Washirikina hawataki kusikia neno la tauhid, walimgeuzia kibao, wakamwambia ni mchawi, wakamwambia ni muongo, wakamwambia mtu wa wanawake, wakamwambia anaoa sana mpaka anaoa mtoto mdogo, mtoto mchanga. Mengi walimwambia, lakini hakuna jambo jema kama kufa katika tauhid. Ukifa katika tauhid, ndugu yangu, mambo yako ni supa kuliko ukifa katika shirki. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih, hakika ya Allah hayuko tayari kusamehe dhambi ya shirki. Ikiwa mtu atakufa na dhambi ya shirki, hakuiacha duniani, hakutubia, hakurudi kwa Allah, akafa na shirki zake, Allah hayuko tayari kumsamehe. Hivyo basi, hukumu ya uchawi ni kufru, na mchawi pia ni kafir. Shekhe, acha jazba. Sina jazba, experience ya kutosha katika da'wa. Allah sasa amenijalia miaka 31 katika da'wa, sio umri mdogo. Isipokuwa ndani ya Qur'an kuna aya lazima uziwasilishe kwa ukali. Ukali ule sasa watu hawaujui ya kwamba aya, nature ya aya yenyewe ni kali. Sikiza Allah anasemaje kukuthibitishia ya kuwa uchawi ni kufuru, ni ukafiri, na wachawi ni makafiri, wamemkufuru Allah. Wama kafara Sulaiman, na wala hajakufuru Nabii Sulaiman, walakinna ash-shayatina kafaru, lakini mashaitani ndio waliokufuru. Kwa nini ya Rabbi mashaitani wamekufuru? Yuallimuna an-nasa as-sihra, wanawafundisha watu uchawi. Kujifundisha uchawi ni kufuru, kufanya uchawi ni kufuru, kwenda kwa wachawi ni kufuru. Ndani ya suratul Baqara aya 102 mpaka 103 Allah amethibitisha mara 2 ya kuwa uchawi ni kufuru. Mara ya kwanza, walakinna ash-shayatina kafaru. Limadha ya Rabb? Yuallimuna an-nasa as-sihra, lakini mashaitani ndio waliokufuru. Kwa nini? Kwa sababu wanawafundisha watu uchawi. Mara ya pili,
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Hawa Haruta na Marut walikuwa hawamfundishi mtu yeyote yule uchawi mpaka wampe tahadhari na angalizo, mpaka wamwambie sisi ni mtihani kwenu, tumeletwa kama mtihani, kama majaribu, na uchawi ni kufuru, usikubali kujifunza, usikubali kukufuru. Aya mbili zinathibitisha kwamba ni uchawi ni ukafiri. Hata mkikasirika hamwezi mkatufanya chochote kabisa kabisa. Katika vijana majasiri miongoni mwao, kwa taarifa yao, yaqin, iman. Babu, nimesomeshwa tauhid tangia mdogo, vitabu mbalimbali vya tauhid nimekula. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, sema wewe Muhammad, waambie halitotupata lolote lile isipokuwa lile ambalo tayari amekwisha tuandikia Allah. Habari ndio hiyo bwana. Sasa basi, hukumu ya uchawi ni kufuru, kujifunza uchawi ni kufuru, na wachawi ni makafiri, watalipuka. Waulizeni pilipili usioila inakuwashia nini? Kwa sababu katika da'wa zangu huwa simtaji mtu jina. Mimi nakemea vile vitendo, nakemea mambo mazagazaga, kusaza. Baada ya hapo kimona nalipuka mtu, ujue ndio hao faman tajashuku fahuwa yeye, anayejishuku ndio huyo. Uchawi ulianzia wapi? Kama nilivyosema, uhakika hasa, historia hasa, chanzo hasa, mwanzo wake hasa, hakuna pahala popote tumefunuliwa, ila aya hii inatusaidia kujua walau kwa uchache historia fupi ya uchawi. Kwa mujibu wa Qur'an, uchawi ulianzia katika nchi ya Iraq, katika mji wa Babil. Kibibilia wanaita Babeli, Qur'ani huitwa Babil. Hapo ndipo uchawi ulipoanzia. Sikiliza sasa, Allah anasemaje? wama unzila ala almalakaini bibabila haruta wa marut. Na katika aya hii, ndugu zangu, wale wanafunzi wenzangu wanajua hayo nitakayoyasema. Pametumika herufi ya ma mara 4. Mliokimbia madrasa mtatuia radhi, wale waliokaa madrasa na wakasoma kwa dhati wanaweza kunielewa. Ma zimekuja mara 4 katika aya hii, na wanawachuoni wameikhtilafiana kilugha maana ya herufi hizi za ma. Ma ya kwanza, wattabau ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman, na wamefuata uongo ambao walikuwa wakiambiwa hao Mayahudi na mashaitani juu ya ufalme wa Nabii Suleiman. Kwa hiyo maya hapa wataalamu wanaita ismun mausulun billadhi. Maya pili, wama kafara Suleimanu, wakasema maya pili ni manafia, ma ya kukanusha, ya kukataa. Wama kafara Suleimanu, na wala haja kufuru Nabii Suleiman. Maya ya pili. Maya tatu, wama unzila ala
almalakaini. Mgogoro baina ya maulama umeanzia hapa. Wanakubaliana wote ya kuwa ma ya kwanza ni ismun mausulun billadhi wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman. Wakasema ma ya hapa sio ma nafia, sio ma ya kukanusha, bali ni ma yenye maana ya kile au yule au ambao. Ma ya pili wakakubaliana kuwa ni ma nafia, ma ya kukataa, wa ma kafara Suleimanu, na wala hajakufuru Nabii Suleiman. Ma ya tatu ndipo wakaja kutofautiana wanawachuoni. Wako waliosema wa ma unzila ala almalakaini bibabila Haruta wa Marut. Ma ya tatu, ma ya hapa ina maana ya ismun mausulun billadhi. Ikiwa hivi ndivyo ilivyo, maana yake aya inathibitisha uchawi ulishushwa juu ya malaika wawili wanaoitwa Haruta na Marut katika mji wa Babil katika nchi ya Iraqi kama mtihani kwa viumbe. Kundi la pili kasema hapana, ma ya tatu pia ni maana pia, ma ya kukanusha, kama Allah alivyosema wama kafara Suleimanu, akasema tena wama unzila ala almalakaini ay lam yunzal ala almalakaini. Hajakufuru Nabii Suleiman na haukushushwa uchawi juu ya malaika wawili. Wako waliosema hivi. Ma ya tatu wama yuallimani min ahadin hatta ma ya nne وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. hivyo basi ma ya kwanza ina maana ya ismun mausulun billadhi wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman. Ma ya pili ni ma ya kukanusha, wama kafara Suleimanu, na wala hajakufuru Nabii Suleiman. Ma ya tatu ndio wako waliosema ni ismun mausulun billadhi, maana yake na kile kilichoshushwa juu ya malaika wawili katika mji wa Babil, na hao malaika wawili wanaitwa Haruta na Marut. Na wako waliosema hapana, hii ni ma ya kukanusha vile vile, maana yake na wala uchawi haukushushwa juu ya malaika wawili Haruta na Marut eneo la Babil. Shekhe, unatuacha sana. Na ni kweli wengi nitawaacha kwa sababu wengi hatukusoma na vile vile hatuko tayari kusoma. Kauli sahihi sasa shekhe ni ipi? Sitokwambieni kauli sahihi kwa sababu sijafikia daraja la kuwa ni alimun mujtahidun mpaka mimi niseme, bali ninanukuu wanawachuoni, jopo kubwa katika wanawachuoni. Nikisema jopo kubwa, maana yake masala ni khilafia, yana ikhtilafu. Wako wanaoona wama unzila ni ismun mausul, na wako wanaoona wama unzila ni maana fia, bimaana wako wanaoona kwamba uchawi haukushushwa juu ya malaika wawili, na wako wanaoona maana ya aya na uchawi umeshushwa juu ya malaika wawili. Sasa kauli yenye wanawachuoni wengi ni ile kauli iliyosema hii ma ina maana ya ismun mausulun billadhi. Nini maana yake? Maana yake sio ma ya kukanusha, bali ni ma ya kuthibitisha, na maana yake na huo uchawi ulishushwa juu ya malaika wawili katika mji wa Babil, na hao malaika wawili wanaitwa Haruta na Marut.
Wengi wanasema hivyo. Ushahidi wao maya 4 ndio inawapa nguvu. Wakasema wama yuallimani min ahadin, hao malaika wawili walikuwa hawako tayari kumfundisha mtu yeyote uchawi mpaka wamwambie innama nahnu fitnatun fala takfur. Bwana we, umekuja kujifunza mambo tawile babu. Sasa ngoja tukwambie, sie ni mtihani kwenu, sie ni majaribu kwenu. Hii kitu kibaya usikubali kujifunza, usikufuru. Ukijifunza utakuwa umekufuru. Hii ndio kauli ya wanawachuoni wengi. Swali sasa, kwa nini sasa Allah afanye hivyo? Jawabu, Allah ni fa'alun lima yurid, anafanya atakavyo. Hii ni suratul Buruj. Suratul Hajj inasema inna Allaha yaf'alu ma yasha, Allah anafanya atakavyo. Akasema tena inna Allaha yaf'alu ma yurid, sura hiyo hiyo Allah anafanya atakavyo. Katika suratul Anbiya anasema la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, yeye Allah haulizwi anayoyafanya bali wao ndio wenye kuulizwa. Kwa nini sasa amefanya hivyo? Mtihani. Kwa nini atupe mitihani? Mitihani ndiyo chanzo cha sisi kujulikanika nani ni nani, na lazima mtihani uwepo ili kujua nani muumini wa kweli na nani sio muumini wa kweli. Waislamu, ikiwa hivi ndivyo ilivyo, kwa nini sasa Allah afanye hivyo? Ikiwa tutachukua kauli ya wanawachuoni waliosema uchawi chanzo chake umeshushwa katika nchi ya Iraq, mji wa Babil, juu ya malaika wawili wanaoitwa Haruta na Marut. Kwa nini Allah kafanya hivyo? Kafanya hivyo kwa hikma kuu mbili. Ni hikma zipi na ni yapi na kwa nini? Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وارحم الله مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. Kwa mara ya pili tena ninarudi tena kwenu kukuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu yenye mapungufu chungu mzima katika kutekeleza haki za Mola wangu. Namuomba Allah sote atupambe kwa uchamungu wa hali ya juu, na sote atupambe kwa ikhlas za hali ya juu, na sote atuvishe vazi la siha na afya iliyokamilika, atuepushe na maradhi yote madogo kwa makubwa, na atupe ulinzi wa kutosha na hifadhi ya kutosha kutoka kwake. Atulinde kutoka mbele yetu, atulinde kutoka nyuma yetu, atulinde kutoka kuliani kwetu, atulinde kutoka kushotoni kwetu, atulinde kutoka juu yetu na hata chini yetu. Allahumma amin. Ni zipi sasa hikma mbili ambazo wanawachuoni wanasema Allah kazitumia katika kushusha uchawi juu ya malaika wawili Haruta na Marut katika mji wa Babil nchini Iraq? Hikma ya kwanza, wanawachuoni wanasema imtihanun wa ibtilaun min Allah. Allah amefanya hivyo kuwashusha malaika wawili ili wawafunze watu uchawi, kwa sharti wawaambie huu ni uchawi, ni kitu kibaya, ukijifunza hichi kitu imekula kwako, huna fungu lako akhera, na sisi tumeletwa kama mtihani na majaribu kwenu. Lazima wawaambie, wawape angalizo. Na wengi katika wanadamu wenye imani walipokuwa kipewa angalizo walikuwa wakikunguta viatu vyao na wanaondoka, tunakushukuruni sana. Lakini machokora wapo,
ndio waliojifunza wachache, ndio chanzo cha uchawi mpaka leo kuendelea kudumu, na walioueneza kwa kasi ni mashaitani. Wama kafara Sulaimanu, na wala hajakufuru Sulaimani, walakinna ash-shayatina kafaru, lakini mashaitani ndio waliokufuru. Yuallimuna an-nasa as-sihra, wanawafundisha watu uchawi. Na tangia siku hiyo mashetani na uchawi damu, kidole kwa pete kwa kidole, na ndio wanaowasaidia wachawi na waganga washirikina katika kuwezesha uchawi, na wamekubali watese duniani, lakini akhera waende wakateswe. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ndugu zangu, maulama wanasema Allah katuletea mitihani mingapi hapa duniani. Kama utashangaa kwamba malaika wawili kumbe ndio wameshushiwa uchawi kama mtihani kwetu, ukapani kwa nini sasa? Yote kayataka Allah. Ukifikia hatua hiyo unaweza kukufuru, unaweza. Maulama wanasema mbona kaumba nguruwe na hawana faida yoyote, huruhusi kuwafuga wala kuwala? Je, pia hilo uliulize. Sasa kuna haja gani angekumuumba huyo? Na sio nguruwe tu, wanyama wengi kawaumba, lakini kasikatuambia hawa ni haramu kwenu na hawa ndio halali kwenu. Mmoja maulama kanifurahisha, katuambia sio wanaume, katuumbia wanawake wazuri, kisha katuumbia matamanio, na bila shaka tunatamani sote. Akatuambia mtihani wa usimsogelee, unamtaka ndoa ya halali. Hajasema kiholela kama jogoo na kuku. Mbona katuletea mitihani mingi tu? Likikushangaza hili, mbona natuletea mitihani ya maradhi? Huyu kapata hiki, huyu kapata hiki. Unafikiri kuna mtu anatamani kupata maradhi bana? Ni mitihani ya Allah, lazima tupime. Kwa hiyo hikma kuu ni mtihani kwetu sisi wanadamu. Hikma ya pili, maulama wanasema zama za Nabii Suleiman propaganda zimekuwa ni nyingi sana, kwamba Nabii Suleiman sio bure, alikuwa ni mchawi. Na Nabii Suleiman alayhi salam hakuwa mchawi, na kuna hata wanaodai kwamba alikuwa na pete ya kichawi. Uongo mtupu. Yani unabii hautoshi kuleta muujiza mpaka uvae pete. Tumeona akili kuzaliwa tu, vitu vingine. Baada ya kufa Nabii Suleiman, mashaitani ambao walikuwa chini ya kifungo walivyotoroka, wakatoka. Hawa wakaenda kuishi baharini, hawa kwenye mapango, hawa wakaenda porini, hawa wakaenda sijui wapi, wengine wakaja katika nyumba za binadamu, wengine wakaja kuwakalia wanadamu, wanawaita viti. Ndipo wakaeneza hizi fitna. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala, wanawachuoni wanasema, akawashusha hawa malaika wawili ili waulete ule uchawi halisia, alafu wanadamu wauone, waujue, waweze kutofautisha baina ya uchawi na muujiza wa nabii. Hii ni hikma ya pili, kwa sababu watu walikuwa wanashangaa Suleiman anapaa angani, ndege wanamfunika, upepo unakuja kutoka huko unaleta ghasia. Wasakharna lahu riha tajri biamrihi, tukamsakharishia upepo unakwenda kwa amri yake. Upepo wewe unazingua huku, unatotea mchanga na vumbi, hebu pitia upande wa pili. Wakasema sio jambo la kawaida hili, huu ni uchawi tu. Na ndivyo walivyo wachawi, ndivyo walivyo washirikina. Hawakubaliji kwamba Allah anaweza kampa nabii wake muujiza. Ndipo ukaletwa watu wauone, wajifunze baadhi yao, lakini kwa angalizo na tahadhari ya hali ya juu, kisha watofautisha, la, kumbe ndio huu, tofauti yake huu na huu ni kubwa, huu ni muujiza na huu ni uchawi. Wakati wa Nabii Suleiman alayhi salam,
qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Walipokutana Nabii Suleiman na wale wachawi kwa mipango ya Firauni, wakaanza kurusha zile kamba zao. Kamba zikabadilika zikawa ni nyoka. Watu wanaona ni nyoka, wachawi wenyewe wanajua kwamba hizi ni kamba. Lakini Musa alipotupa fimbo lake, fimbo likageuka kuwa nyoka halisia. Ndio chanzo cha wale wachawi wa Firauni wote kuanguka kifudifudi na kusujudu, kwa sababu wanasema hii ni halisia na huyu ni mtume kweli. Kwa hiyo hikma ya pili uliletwa ili wale waliojazwa uongo, uzushi, propaganda ya kuwa Nabii Suleiman alikuwa mchawi. Sasa uchawi wenyewe ndio hapa. Angalieni tofauti yake baina ya uchawi na muujiza wa manabii. Ndipo waumini wengi wakarudi katika imani. Hivi ndivyo livyo, ndugu zangu Waislamu. Waislamu, sasa nikwambieni ya kuwa uchawi una ubaya mwingi. Sikiliza sasa ubaya mbalimbali wa uchawi. Ubaya wa kwanza wa uchawi ni kufru, na ukifa hali ya kuwa ni kafir, wewe ni motoni. Walmushrikina fi nari jahannama khalidina fiha, na washirikina siku ya kiyama katika moto wa jahannam, na watakaa humo ndani yake milele. Kwa hiyo ubaya wa kwanza wa uchawi ni kufru. Ubaya wa pili wa uchawi chanzo chake, sababu yake kuu ya kuletwa, malengo yake makuu ni kufarakanisha baina ya mke na mume, kuvunja ndoa za watu. Allah anasema fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi. Wakawa sasa watu wanajifunza uchawi wakati huo, wanajifunza kile ambacho lengo lake kuu ni kufarakanisha baina ya mtu na mkewe. Kwa hiyo ukiulizwa au challenge zenu za kiilmu, hata siku ya Ijumaa Alhamis, unaweza kumtumia mtu, hebu nieleze malengo makuu ya uchawi yalikuwa yakilenga nini? Jawabu, kufarakanisha baina ya mke na mume na kuvunja ndoa. Na ndio maana katika vitabu vya maulama kuna uchawi maalum unaitwa sihru tafriq, uchawi wa kufarakanisha, kugombanisha na kutenganisha. Ubaya mwingine wa uchawi, au hili sijui niite ubaya, sijui niite uzuri, mwenyewe bingwa wa mabingwa aliyenyanyua mbingu saba pasi na nguzo, commitment ya hali ya juu, anasema wala msiuogope, hauna uwezo wa kuwadhuru illa kwa idhini yake yeye. Bishara njema hiyo, nendeni na hilo, wala msitishwe wala msikhofishwe. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Na wala hawa wachawi na uchawi wao hauna uwezo wa kumdhuru mtu yeyote yule illa kwa idhni ya Allah, bingwa wa mabingwa aliyenyanyua mbingu saba pasina nguzo. Ubaya mwingine wa uchawi, ukijifunza uchawi ukawa akili zako uchawi, jambo dogo uchawi, hufanyi hafla zako bila kwenda kwa wachawi, zindiko sije kitu gani, na ukiendekeza hayo shekhe, akili zako unakuwa kama mwehu, hata safari hausafiri mpaka ukawaone. Wazee, nataka kusafiri, vipi hii safari nzuri? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Unaswali sala 5, huna imani, adhkar za bwana mtume huzijui, dua za kutoka asubuhi hazikutoshi, anakwambia msafari mbaya, rudi usiende.
Siku hii ni mbaya, usifanye shughuli. Wengine wallahi mpaka shughuli za kidini, mchawi anamwambia usifanye siku hiyo, utakufa. Yaani shughuli yako itadorora, na hafanyi. La haula wala quwwata illa billah. Sasa Qur'ani inathibitisha ya kuwa ukijifunza uchawi, ukaendekeza uchawi, kazi yako ni uchawi, kuusadiki uchawi, kuuamini uchawi, kila jambo uchawi, umejipatia madhara na hujapata manufaa hata kidogo. Sikiliza, wayataallamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum, na wanajifunza kile kinachowadhuru duniani hadi akhera na kisichowanufaisha duniani hadi akhera. Uchawi ni madhara matupu, utakudhuru duniani wewe mwenyewe mchawi, na wale wanaopenda na kuendekeza uchawi, na hautokunufaisha chochote duniani hadi akhera. Kama hili halitoshi, Qur'ani inathibitisha ndugu zangu, Al-Baqara 103, ya kwamba mchawi, wachawi wenye kuendekeza uchawi, jambo dogo kwenda kwa wachawi, akhera imekula kwako, huna fungu lako babu, pangu pakavutia mchuzi. Qur'an tunakwenda kwa dalili, na hapa ni dalili, na hapa ni Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Na wamekwisha jua wachawi wenyewe ya kuwa mwenye kuchagua uchawi, akaupendelea uchawi, akauendekeza uchawi, ya kwamba akhera hana fungu lake. Na ubaya ulioje wa uchawi waliouchagua, lau wangelikuwa wanajua. Khutba hii nisingelipenda kuifanya Ijumaa 2 mfululizo, tuna mengi ya kuyasema na tuna mada nyingi sana kichwani za kuwasilisha kwa Waislamu. Nivumilieni walau dakika kadhaa nimalize, kwa sababu leo ni patamu kweli kweli. Sheikh Jaafar yupo, na baada ya swala atasimama tena, atakuonyesheni baadhi ya vini macho mnaopigwa mitaani. Je, yajuzu kuondoa uchawi kwa uchawi? Je, yajuzu kuutibu uchawi kwa uchawi? Umepigwa, kipi cha kufanyika ili kuondoa huo uchawi? Maana unaweza ukaambiwa ukipigwa uchawi, Qur'an haisaidii tena hapo. Hapa hamna cha dua wala Qur'an. Hapa nenda kafanye mambo, maana yake nenda kakufuru, kafanye mambo, ukisha utoa sasa endelea na dua zako. Sasa swali, yafaa kuondoa uchawi kwa uchawi? Jawabu, haifai. Kwa nini? Kwa sababu uchawi ni kufuru. Ushahidi, wama kafara Sulaimanu walakinna ash-shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra, na wala hajakufuru Nabii Suleiman, lakini mashaitani ndio wamekufuru. Kwa nini wamekufuru? Kwa sababu wanawafundisha watu uchawi. Wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Haruta na Marut walikuwa hawafundishi watu uchawi mpaka wawape tahadhari, angalizo ya kwamba sisi ni mtihani kwenu, ni majaribu kwenu, na uchawi ni kufuru, usikubali kujifunza, usikubali kukufuru. Full stop. Qur'ani imekusha kata shauri, haifai. Shekhe, aya tumeisikia, kuna hadithi? Naam, hadithi ipo. Katazame katika sunanu ya al-Imamu Abi Daud, hadithi nambari 3868. Katazame katika musnad al-Imamu Ahmad, hadithi nambari 1413.
katazame katika Sunan al-Imam al-Baihaqi hadithi nambari 19645, hadithi ya Jabir ibn Abdullah. Jabir anasema watu walifunga safari wakamfuata bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Suila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an an-nushrati, ameulizwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu ya nushra, kuondoa uchawi kwa uchawi, kuufungua uchawi kwa uchawi, kuutibia uchawi kwa uchawi. Kipi alichokisema bwana mkubwa, profesa wa maprofesa, imamu wa maimamu, daktari wa madaktari, kiumbe bora kuliko viumbe wote, mtume Muhammad, mwalimu wa kwanza wa tauhid, mpiga vita wa kwanza wa shirki na washirikina, amesema nini? Faqal, akasema bwana mtume, huwa min amali shaitan, hilo la kuondoa uchawi kwa uchawi, kuufungua uchawi kwa uchawi, kuutibia uchawi kwa uchawi, ni katika amali ya shaitani, matendo ya shaitani. Sasa chagua mwenyewe, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Makundi ni mawili siku ya Kiyama, kundi la peponi na la motoni. Chagua mwenyewe. Wamekupiga, na mimi nakwambia hawana uwezo wa kukupiga, hawana uchawi hauna uwezo wa kukufikia mpaka Allah mwenyewe akubali. Na namuomba Allah kwa rahma zake, semeni amin. Namuomba Allah kwa baraka zake, semeni amin. Namuomba Allah kwa huruma zake, semeni amin. Namuomba Allah kwa utukufu wake, semeni amin. Namuomba Allah kwa ukubwa wake, semeni amin. Asiwajalie wachawi na uchawi na mahasidi na wabaya kutufikia sisi Waislamu kwa namna moja ama nyingine, semeni amin. Kwa hivyo ukiambiwa nenda ukafanye mambo, baba, umekwenda kuchagua amali ya shaitan na umekwenda kukufuru. Kama hili alitosha al-Imam al-Bazzar katika musnad yake hadithi nambari 3578, al-Imam at-Tabarani katika al-Kabir hadithi nambari 355. Bwana mtume mwenyewe anasema tena, laisa minna man sahara au suhira lahu, si katika sisi, hayuko pamoja nasi, simjui asinijue, si wa kwangu huyo atakayefanya uchawi, atakayeroga au akafanyiwa uchawi au akarogewa. Nenda tukawaroge watu. Bwana mtume amekwisha kukataa. Uso wa Muhammad hautouona siku ya Kiyama, na utakuwa ni fungu la kukosa wewe duniani hadi akhera. Kama hili alitoshi ndugu zangu, bwana mtume anasema, inna Allah lam yaj'al shifaakum fima harrama alaykum, Allah hajajalia tiba zenu katika yale aliyoyaharamisha juu yenu. Hii khutba hatari sana. Haya, niseme kwa Kiswahili. Bwana mtume anasema, mwenye kwenda kwa mchawi au mpiga ramli au kuhani, huyo tayari amekwisha yakufuru yale yaliyoshushwa juu ya mtume Muhammad. Na atakayekwenda kwa kuhani, mpiga ramli, mbashiri, mtu wa nyota, mchawi, mwenye kuangaliza, kisha asimsadiki. Umeenda kakuambia umepigwa na mama yako mzazi, ukasema tawile, baada ya kutoka hapo ukasema hana lolote, huyu fitina tu, ukajiona mwenyewe kidume, una imani, hujakubali. Anasema kitendo cha kwenda tu ukamuuliza ya kwako, ukamlalamikia ya kwako, swala zako siku 40 hazikubali. Nataka nihitimishe katika Sahih al-Bukhari hadithi nambari 2766, na katika Sahih Muslim hadithi nambari 89, bwana mtume anasema, ijtanibu sab'a al-mubiqat, ijtanibu sab'a al-mubiqat, jepusheni na madhambi 7 yenye kuangamiza. Na kutajieni madhambi mawili tu. Dhambi nambari 1 akasema ashirku billah, kumshirikisha Allah, kufanya ushirikina. Dhambi ya pili akasema wasihru, na uchawi. Uchawi ni katika madhambi 7 yenye kuangamiza na kuteketeza. Ukipigwa uchawi na Allah
akakubali upigwe, akaruhusu upigwe. Dawa yake ni Qur'an. Qul huwa Allahu ahad, so sura ndogo hiyo. Qul a'udhu birabbil falaq ndo yenyewe. Qul a'udhu birabbin nas ndo yenyewe. Suratul Fatiha ndo yenyewe. Sema sisi hatuna yakini, tunataka sura kubwa kubwa. Sura kubwa kubwa ndio zenyewe na ndogo ndogo ndio zenyewe. Nataka nihitimishe kwa kusema yafuatayo. Al-Imam al-Bukhari anapokea hadithi katika sahihi yake kwa nambari 2156 na al-Imam Muslim anapokea katika sahihi yake kwa nambari 2210, kisa cha Abu Sa'id al-Khudri. Hapa nataka nikupeni faida ndogo ya suratul Fatiha. Ivumilieni. Abu Sa'id al-Khudri na jopo la masahaba walitoka siku moja katika safari. Bwana Mtume aliwaagiza. Walifika katika kijiji. Wakakuta ule mlango wa kijiji, lango kuu limefungwa. Watu wa kijiji wakakataa kuwapokea. Gonga hodi, wamesema hapa kijijini haingii mtu. Kwa nini? Tuna msiba. Nani kafa? Hajafa mtu. Nini tatizo? Chifu wetu amegongwa na nyoka, sumu inaenea kwenye mwili, watu wote tumepagawa, kwa hiyo haingii mtu. Masahaba wakaamua wakae pale mpakani wapumzike. Wale watu kule ndani wakashauriana, hawa wageni inawezekana kuna tabibu katika wao anayejua sumu ya nyoka. Wakawarudia wakasema, nyinyi katika nyinyi kuna tabibu mtaalamu wa kutibia sumu ya nyoka? Abu Sa'id akasema ndio tupo, mimi naweza kutibia, lakini nyinyi hamkutupokea vizuri, mmetutosa. Kwa mkitaka niwasaidie, nipeni mbuzi. Wakamwambia ukimtibia tunakupa mbuzi 30. Akasema amna tabu. Abu Sa'id akachomoka kaingia ndani. Maswahaba wengine wanajiuliza, Abu Sa'id sisi tunamjua huyo, tangia lini anajua dawa za kutibia mambo ya nini? Abu Sa'id kufika pale amekabiliwa chifu, akamshika mguu wake. Unajua alifanya nini? Suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, kisha nampuliza arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mpaka mwisho. Shekhe, kwa baraka ya sura hii, sura inaitwa Fatihatul Kitab, sura inaitwa Ummul Kitab, mama wa kitabu chote Qur'an. Sumu imetoweka, yule bwana kapona pale pale. Shangwe na vigelegele, wamekaribishwa kwa mapana marefu, zawadi kem kem. Wanarudi kwa Mtume na mbuzi wao, akasema hapa tusiwaguse mpaka tumuulize Mtume, tumepatia tumekosea. Anahadithiwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Unajua alisema nini? Wama adraka annaha ruqya. Wewe Abu Sa'id al-Khudri, umejuaje kama suratul Fatiha ni tiba tosha wewe? Akasema sasa sikilizeni bwana, mbuzi na mimi nimo huku. Mtume anacheka mpaka jino la mwisho linaonekana katika kufanya mzaha na maswahaba zake, wala hakuwachukua wale mbuzi. Mahalu shahid, sura hii tukufu imemtibia mtu alikuwa anakaribia kufa, imeteketeza sumu ya nyoka katika mwili wake. Wewe unaidharau, unakimbilia kwa wachawi. Waislamu tuwe na yakini, tuwe na imani, turudi kwa Allah jalla fi ulah. Na niseme kwa ikhtisari kabisa, uchawi akhbari zake ni nzito sana, ni bahari kubwa isiyokuwa na mwisho wala kikomo. Kwa haya machache niliyoyasema, namwomba Allah iwe sababu ya umma wa Kiislamu kunielewa na kufaidika na hotuba hii. Na kwa kumalizia, nimalizie na mambo mawili makuu. Jambo la kwanza, uchawi umegawanyika katika maeneo makuu mawili, hakiki wa khayali. Kuna uchawi kweli na kuna wachawi kweli. Upo na sisi tunaamini uchawi upo, sababu Qur'an imethibitisha hilo. Lakini hatupaswi kuamini na kusadiki ya kuwa kama mambo yako yanaenda kombo, umeumwa, una matatizo, umekusibu uchawi, pale upaswi. Pale amini tu Allah mwenyewe amekupa mtihani. Sio kila jambo uchawi, nimepigwa mkono wa mtu, hii sio bure, hapa pamefanyika. Hapo utakuwa wewe haujawa Muislamu kamili.
Na aina ya pili au kigawanyiko cha pili cha uchawi, uchawi wa mazinga ombwe. Na leo yuko Sheikh Jaafar Abdurrahman ametoka huko Morogoro, tena atakuonyesheni kwa vitendo, baadhi ya vitendo vya uongo mazinga ombwe, namna mnavyopigwa changa la macho kwa lugha ya mjini, mnavyoingizwa cha kike na nyinyi mkadhani uchawi, kumbe ni utoto wa mjini. Jambo langu la pili, tauhid inagharimu sana, na vita baina ya tauhid na shirki ni vya kale sana, long time, na manabii wote walieneza tauhid na kuipiga shirki vita. Na ukisimama kuipiga vita shirki yatakukuta mengi, na idadi ya washirikina ni kubwa kuliko idadi ya walioamini. Suratu Yusuf inasema wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun, wala wengi wao si wenye kumwamini Allah, bali wengi wao ni washirikina. Mimi Nuruddin ibn Muhammad ibn Ahmad al-Ahdali maarufu Kishi, nitaendelea kutetea tauhid, nitaendelea kukemea shirki na washirikina. Muda wa kuwa simtaji mtu jina, sitorudi nyuma katika hilo, wala msiwe na wasiwasi wowote. Hakuna anayeweza kunipunguza upepo katika ulimwengu huu ila yule aliyenyanyua mbingu saba pasi na nguzo. Na nataka nihitimishe na aya tamu kweli kweli katika suratu Ra'di. Sikiza Allah anasemaje: qul innama umirtu an a'budu Allah, qul innama umirtu an a'budu Allah wa la ushrika bihi ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab. Takbir. Nasema mimi takbir leo na nina ushahidi wa kusema. Sema wewe Muhammad, hakika yangu mie nimeamrishwa kumwabudia Allah peke yake pasina kumshirikisha na kitu chochote, na kwake yeye Allah peke yake, na walingania waje kwake, watoke kwa washirikina, na kwa Allah sote tutarejea. Huu ndio ujumbe wangu. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqahu min ba'dihi tafarruqan ma'suma aslih dhata baynina wa alif bayna qulubina. اللهم أعذنا جميعا من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين ومن حسد الحاسدين ومن حقد الحاقدين ومن عين العائنين ومن سحر الساحرين ومن شماتة الشامتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بيننا وبين الشرك كما باعدت بين المشرق والمغرب، باعد بيننا وبين السحر كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم من أراد بنا وبإسلامنا وبجهودنا وبدعوتنا سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا أرحم الراحمين. اللهم أنت تعلم أعداءنا من الجن والإنس عددا فاقتلهم اللهم بددا ولا تبق منهم أحدا وأرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وأبي بن خلف. اللهم سخر لنا أعداءنا كما سخرت الريح لسليمان، ولينهم لنا كما لينت الحديد لداود، وذللهم لنا كما ذللت فرعون لموسى، وقهرهم لنا كما قهرت أبا جهل لمحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.